Unaweza ukawa unatembea unafanya kazi, unaweza ukawa unazaa watoto, unaweza ukawa unafanya mambo yako, lakini bado umezungukwa na kamba za mauti, bado umezingirwa na mitego ya kuzimu. Nani anaweza kukusaidia? Ni Yesu peke yake anaweza kukusaidia na mitego ya kuzimu, anaweza kusaidia na kamba za mauti. Mauti haianzi tu pale inapoonekana. Mauti asili yake inaanzia kwenye nafsi ya mtu. Kinachokuwa kimezingirwa sio mwili tu, inazingirwa nafsi ya mtu kwanza, inafungwa nafsi ya mtu kwanza, inafungwa nafsi ya mtu wa ndani. Ikishafungwa nafsi ya mtu wa ndani, basi mtu wa nje hana ujanja, kwa sababu amefungwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe sana. Ndio maana shetani hafungi miguu unayoiona hiyo, shetani hafungi mikono unayoiona hii, shetani anafunga miguu ya ndani, shetani anafunga mikono ya nafsi ya ndani, ili mtu asiweze kutembea, ili mtu asiweze kuelewa kinachoendelea. Shetani anafunga nafsi, shetani anafunga ufahamu. Nani anayeweza kukata hiyo mifungo au anayeweza kuondoa vifungo vilivyomfunga mwanadamu? Ni Yesu peke yake. Ndio maana Yesu alisema, akasema amekuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Yohana inasema Yesu amedhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe sana. Twende Zaburi hiyo 116 mstari wa 3. Zaburi ya 116 mstari wa 3. Kamba za mauti zilinizunguka na mitego ya kuzimu ilinikabili, na nilimwita Bwana katika shida yangu, Bwana akanitikia. Amen. Jamani, amina. Anasema shida za kuzimu zilinipata. Unajua iko hivi, shida nyingi na matatizo na mateso huwa yanaanzia katika ulimwengu wa giza, huwa yanatengenezwa katika ulimwengu wa kuzimu, sawa? Alafu yakishatengenezwa yanaletwa katika ulimwengu wa mwili. Shida yoyote anayopitia mwanadamu inaandaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatengenezwa na watu, inatengenezwa na mashetani, inatengenezwa na wachawi, inatengenezwa na mizimu, sawa? Ile shida ikitengenezwa ndipo inapoachiliwa kwa mtu husika. Unashangaa yule mtu anaanza kuambatanishwa na shida, nafsi yake inaambatanishwa na magonjwa, nafsi yake inaambatanishwa na huzuni, nafsi yake inaambatanishwa na mateso, kwa sababu shida imeshatengenezwa, shida imeshaandaliwa tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikupe habari njema asubuhi ya leo, kwamba habari njema ni kwamba yuko Yesu peke yake anayeweza kuiondoa shida iliyoandaliwa kwa ajili yako, anayeweza kuondoa mateso yaliyoandaliwa kwa ajili yako. Yuko Yesu peke yake ambaye anaweza kumaliza shida ambazo zimeandaliwa kwa ajili yako. Maana shetani siku zote mipango yake ni kuleta shida kwa wanadamu, mipango yake ni kuachilia mateso kwa vijana, mipango yake ni kuachilia mateso kwa wamama, mipango yake ni kutengeneza magonjwa na kuja kuyaleta duniani magonjwa. Ndio maana shetani ana mawakala. Mawakala wa shetani ni pamoja na waganga wa kienyeji, ni pamoja na wachawi. Mawakala wa shetani ndio wanaochukua magonjwa kwa shetani, alafu wanakuja kuyatupa duniani. Yale magonjwa anaanza kusumbua watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini habari njema ni kwamba ukiwa ndani ya Yesu Kristo na ukimwamini Yesu Kristo, yale magonjwa ya kuzimu hayatakupata, zile kamba za mauti zitaondolewa kwako, ile mitego ya mauti haitakukabili, maana wewe utakuwa salama kabisa. Kwa nini? Kwa sababu unaye Yesu. Naongea na mtu hapo anapoelewa, naongea na mtu anayeelewa. Anasema kamba za kuzimu zilizunguka.
Shida za kuzimu zilinipata. Kwa shida zinatengeneza kuzimu, magonjwa yanatengeneza kuzimu, taabu nazopitia zimetengeneza kuzimu. Lakini yupo Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Yupo Yesu ambaye ni kiboko ya taabu. Yupo Yesu ambaye ni kiboko ya shida zote. Yupo Yesu anayefungua watu waliofungwa. Yupo Yesu anayeokoa watu. Yupo Yesu anayetutoa mikononi mwa shida, anatutoa mikononi mwa wateshaji, tunakuwa salama kabisa. Mpe Yesu makofi kama unampenda. Mpe Yesu makofi kama unamuelewa vizuri.